wote wawe wapo, waponye wagonjwa, watafute waliopotea, wahifadhi wenye nguvu, warudishe wanaotangatanga, wakusanye pamoja wale waliotawanyika, na watie kumweka Kristo awe kuhani mkuu wa milele kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya wokovu wa binadamu. Uliwezeshe taifa lako alilojipatia kwa damu yake liimarishwe na msalaba na ufufuko wake, anayeishi na kutawala milele na milele.
kwa neema ya Ekaristi Takatifu umetufanya watoto wa nuru. Tunaomba upokee maombi yetu, tuweze kuishi katika nuru hiyo daima na kushuhudia ukweli wako mbele za watu bila hofu. Utuondolee giza mioyoni mwetu, ili sisi tuliokombolewa kwa mwanga wa neema yako tusirudie matendo ya giza. Ee Bwana, tunakuomba utusikie.
Kristo atubariki ndoa zetu, hasa zinazokumbwa na mambo ya kishirikina, ili Kristo daima awe mtawala kati yetu. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Na hii ni Misoso TV, na leo ni Dominika ya sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo mwokozi wetu, na hapa tupo katika maandamano ya Ekaristi Takatifu yaliyofanywa na waumini wa parokia Mtakatifu Clara Mongolandege, jimbo kuu la Dar es Salaam. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona waumini wameweza kutoka katika kituo cha pili ambacho kilikuwa ndani ya kanda ya Yohana Paulo wa pili, na hapa tunaelekea kituo cha tatu ambacho pia tutaweza kufika na kufanya ibada fupi kama liturujia hii ya Ekaristi Takatifu inavyotuongoza. Kwa nasi mwanzo mpaka mwisho, endelea kupata burudani mbalimbali katika kwaya zetu mbalimbali ambazo zinahijirisha hii ya Takatifu.
katika ulimwengu mzima. Yesu Kristo, maana itokayo mbinguni, inatuunganisha katika umoja wote tunaoshiriki mwili na damu yako takatifu. Ulineemesha kanisa lako kwa kuliwezesha kuadhimisha ipasavyo mafumbo haya, na utujalie amani, uelewano wote tunaokuamini. Ee Bwana, mpendwa mtazamaji wa Misoso TV, kama unavyoendelea kuona ama kushuhudia maandamano haya ya Ekaristi Takatifu katika Dominika hii ya leo ya mwili na damu ya Kristo Mwokozi wetu ambaye aliweza kutukomboa pale msalabani, basi tumetoka katika kituo cha 3 ambapo tumeweza kufanya sala fupi kama ilivyo liturujia inavyotuongoza, na hapa tunaanzisha maandamano kuelekea katika kituo cha 4 ambacho kitakuwa eneo la viwanja vya parokia yetu hii ya Mtakatifu Clara Mongolandege. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kuendelea kupata matangazo haya moja kwa moja katika eneo hili la parokia ya Mtakatifu Clara, wakiendelea kufanya maandamano haya ya kumtembeza Yesu wa Ekaristi katika mitaa yetu, katika familia zetu, katika majumba yetu, ili basi pia tuweze kuendelea kupata ukombozi. Kama unavyoona nyuma yangu kuna hema ambalo limebebwa na wababa kutoka katika chama cha wababa parokia Mtakatifu Clara wa Assisi Mongolandege, na ndani ya hema hilo basi kuna shemasi ambaye ameweza kubeba hostia iliyobeba mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo katika umbo la Ekaristi Takatifu.
Hii ni hazina ambayo tumepewa Wakatoliki, na siku ya leo basi tukiwa tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, kama kanisa, kama liturujia linavyotuongoza, basi tunamtembeza Yesu wa Ekaristi katika mitaa yetu, katika majumba yetu, katika familia zetu, ili basi tuweze kupata wokovu ule kama andiko lake linavyosema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu nami hukaa ndani yake, naye atakuwa na uzima wa milele. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho.
mtazamaji, kama unavyoona, hii ni moja ya familia ya muumini wa parokia yetu ya Mtakatifu Clara wa Asizi Mongolandege. Aliweza kuandaa altare yake ndogo kwa ajili ya kupata neema na baraka. Kama unavyoona imani inavyotuongoza, naye basi kwa neema hiyo hakutaka kukaa nyuma, akaweza kuandaa mazingira mazuri ili Yesu atakapofika katika nyumba yake aweze kupata baraka hiyo. Endelea kuwa nasi kuendelea kufuatilia taratibu hizi mbalimbali za sherehe ya mwili na damu ya Kristo wetu Mwokozi. Misoso TV, kama unaona hapa ni kwaya ya utoto mtakatifu, na yenyewe inaendelea kuongoza mwili wa Yesu Kristo katika maumbo ya mkate, yani Ekaristi Takatifu. Na hapo basi mwili wa Yesu Kristo umeweza kuwasili katika moja ya nyumba ya muumini ambaye anasali katika parokia yetu ya Mtakatifu Clara wa Asizi. Kama unavyoweza kuona, shemasi ameweza kutoa baraka kupitia Ekaristi Takatifu katika moja ya familia hii ambayo iliweza kuandaa kama altare ya kuweza kufika kwa Ekaristi hiyo takatifu. Mpendwa mtazamaji, maandamano yanaendelea, na hapo basi tunakunja hii kona ya Kwaswai kuendelea kutafuta mtaa wa kuingia katika viwanja vya parokia kuelekea katika kituo cha 4. Kama unavyokumbuka mwanzo tulitoka katika kituo cha 3, hivyo basi tutakapokuwa katika kituo cha 4 hapo katika viwanja vya parokia yetu tutaweza kusimama na kufanya ibada fupi kama liturujia inavyotuongoza. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Mpendwa mtazamaji, hapo tupo katika kituo cha 4 ambacho kipo katika viwanja vya parokia Mtakatifu Clara wa Asizi Mongolandege. Baada ya kituo hiki cha 4 tutaenda moja kwa moja kanisani na kuweza kuhitimisha maandamano haya ya kumtembeza Yesu wa Ekaristi Takatifu. Endelea kuwa nasi. Kama unavyoona, msafara umeanza kuingia katika eneo hili ili basi uweze kuendelea kufuatilia liturujia hii ya sikukuu hii ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Kama unavyoweza kuona, basi gari la matangazo linawasili, lakini nyuma yake likifuatana na maelfu ya waumini wa parokia hii ya Mtakatifu Clara wa Asizi Mongolandege. Unawaongoza waumini, lakini pia tunaona utoto mtakatifu wakiwa wamefurika kwa wingi, lakini pia tunaona baadhi ya liturujia wakiendelea kuwaongoza waumini katika kuendelea kufuata liturujia ya kanisa hii takatifu wa sherehe hii ya Yesu wa Ekaristi. Tunajivunia kama kanisa Katoliki kuwa na hazina hii kubwa ya Ekaristi Takatifu ambayo inaendelea kuonesha na kufanya miujiza mbalimbali juu ya waumini wake wote. Yesu akawajibu, nendeni mjini kwa mwanaume fulani, mkamwambie mwalimu anasema, wakati wangu umefika kwako, nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaandaa Pasaka. Walipokuwa wanakula, Yesu akatwaa mkate, akamshukuru Mungu, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Kisha akatwaa kikombe cha divai, akashukuru, akawapa akisema, kunyweni nyote, maana hii ni damu yangu inayothibitisha kuwaondolea dhambi, inayomwaga kwa ajili ya watu. Na waambieni, sitakunywa tena divai mpaka siku ile nitakapoinywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wangu wa Baba yangu. Neno la Bwana. Ombi katika altari ya 4. Ee Yesu wa Ekaristi Takatifu, tunaomba uzijalie familia zetu neema na nguvu za kiroho ili tupate kusimamia imani Katoliki na kuitetea siku zote.
ukao mbinguni. Mungu ulipenda kumweka Kristo awe kuhani mkuu na wa milele kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya wokovu wa binadamu. Uliwezeshe taifa alilokupatia kwa damu yake liimarishwe na msalaba wa ufufuko wake, anaishi na kutawala milele na milele. Kwa katika mazingira ya parokia yetu, tunamwomba Kristo abariki mambo yetu yote, viwanja hivi ambapo tunakutana kucheza kila mara kwa ushirikiano na umoja wetu. Abariki mipango yote ya maendeleo ya parokia yetu. Abariki familia zetu zinapochangia ujenzi huo. Mungu awaneemeshe. Tunamkabidhi pia yule atakayeshinda zabuni ya ujenzi wa kanisa letu. Mungu amkinge na hatari zote za kiroho, za kimwili, hasa zinazotokana na shughuli za ujenzi. Na tunakabidhi ujenzi huo kwa Kristo ili hatimaye kipindi kijacho kama hiki afanikishe ujenzi wa parokia yetu kwa ajili ya majitoleo yetu pia. Tunamwomba Kristo atubariki.